Kwa majina naitwa mrakibu msaidizi Michael Maganga, kaimu kamanda Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Kigoma. Leo tarehe 1 mwezi wa 6 2026 tulipokea wito wa moto kwamba kuna lori linaungua moto maeneo ya Adventure. Baada ya kupata taarifa hizo, zamu iliyokuwepo katika eneo la kituo chetu iliwasili katika eneo hilo na kukuta kweli moto unawaka, lakini lori hilo limewaka moto kwa sababu za wananchi. Inasemekana kwamba liligonga mtu wa bodaboda katika eneo hilo la Adventure. Lori hilo liliungua moto na wananchi walikuwa ni wengi, kwa hiyo ikatokea taharuki. Katika taharuki hiyo imesababishwa na bodaboda pia baada ya kugongwa mwenzao. Baada ya kupata taarifa hizo, lakini pia polisi walisogea katika eneo hilo. Sisi baada ya kufika hapa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwenye eneo hilo, tulianza kazi yetu ya kuanza kuzima moto huo katika lori hilo ambalo lilikuwa linaungua, lakini wananchi walikuwa ni wengi sana kiasi kwamba ilituletea changamoto katika uzimaji wa moto kwenye lori hilo. Baada ya kuanza kuzima moto huo, wananchi wengi walioko katika eneo hilo walianza kutushambulia kwa mawe. Wanasema kwamba tusizime moto lori hilo kwa sababu limemgonga mwenzao. Kwa hiyo limepelekea kuharibu gari letu. Kioo cha mbele kimevunjwa sana na wananchi hao, na maeneo mengine gari yetu ya kuzima moto imeumia. Kwa hiyo niweze kutoa rai tu kwa wananchi kwamba wasijichukulie sheria mikononi wakati mwingine. Mpaka sasa gari letu ina changamoto. Kwa hiyo tunaendelea kutoa rai kwa wananchi siku nyingine wasirudie kufanya jambo hilo. Lakini pamoja na hayo, sheria itafata mkondo kwa wale wote ambao watakamatwa, na wale wote ambao wamehusika lazima sheria ifate mkondo wake, waweze kuwajibika katika eneo hilo. Kwa lori hilo ambalo tumekuja kulizima limeungua kwa upande wa mbele kibini, lakini katika sehemu zingine tumeliokoa, kwa maana ya kwamba tuliwahi sana katika kuja kuzima moto huo. Changamoto ilikuja kutokea tu kwenye hili kundi la watu na bodaboda na watu wengine wakaanza kutushambulia. Lori hilo ambalo limeungua kampuni yake inatoka kwa Kajuna Investment ambalo linahusika na mambo ya ujenzi wa barabara. Katika eneo la tukio hatujapata taarifa zaidi ya majeruhi, isipokuwa taarifa zinazosemekana kwamba huyo bodaboda aliyegongwa na hilo lori inasemekana alifariki. Mimi binafsi nilikuta ajali ishatokea na gari ilikuwa iko hapo, lakini pia pikipiki ilikuwa iko vunguni. Kwa hiyo vijana hawa bodaboda naona walikuwa wanaendelea kufanya mawasiliano, wakajikusanya wakatoa ile pikipiki uvunguni. Bahati nzuri wakati wametoa pikipiki uvunguni, gari ya polisi pia ilikuwa ishafika, maana nilifanya mawasiliano nao. Kwa hiyo polisi walipofika, lakini nguvu kidogo ilikuwa ndogo, maana vijana walikuwa wanazidi kujikusanya. Kwa hiyo tukajaribu kuwazuia, lakini nguvu haikutosha. Huko polisi wengine nao wanakuja, vijana walikuwa shajaa, wako na mawe na kila kitu, ndio ikatokea kama ilivyotokea. Nilikuta tu pikipiki iko uvunguni, lakini bodaboda walikuwa upande wa nyuma, kwa ndio watu wengine walikuwa wanahangaika naye, lakini gari na pikipiki vilikuwa viko pamoja hapo. Wananchi tusijichukulie sheria mikononi, kwa sababu kweli ajali imeshatokea. Ni kuachia mamlaka zinazohusika kutekeleza majukumu yake, lakini sio jukumu la kuanza kuchoma chombo cha watu, sababu hata chombo sidhani kama kinakosa, maana kijiendeshi chenyewe. Yule muhusika angeongeza kutupa zaidi nini kimetokea mpaka ajali kwa hapo, lakini si kuchukua hatua za kwanza kuchoma chombo cha mtu. Na ukiangalia ni chombo ambacho tunakitegemea kwenye miundombinu yetu ya ujenzi wa barabara. Kimenisikitisha kuliko vitu vyote ni hicho, kwa sababu gari ya zimamoto imekuja kwa ajili ya kuzima moto, lakini tena wananchi wameanza kuirushia mawe, ambapo gari ya kuzima moto tunaitumia wote, sio chombo cha mtu. Leo umekipiga mawe kimeharibika, kesho jioni unatokea moto kwako, watazima na nini? Kwa hiyo kweli hilo swala limenihuzunisha. Wananchi tuheshimu kwanza vyombo vyetu vya serikali, maana ni kodi zetu hizo. Asanteni sana. Hili tukio bwana, tulikuwa tunafanya kazi kama ilivyo kawaida, ila baada ya kutokea hivi tu, na hii barabara ina jam kama unavyoiona, alafu station barabara mbili, hao wanapita kule wanapita huko, ila basi tu kwa sababu taarifa ni kwamba bodaboda alimkwepa wa baiskeli ndio akaingia
kwenye gari. Kwa hiyo ndo na gari ilikuwa haina spidi, basi ndo akajikuta ishamvaa. Hapa wafuati sheria, yani bodaboda tu mradi anaona barabara, yani anaingia yani tunapata kazi kweli kweli. Yani bodaboda yani anaweza katoka hivi hamna barabara, yeye anajichomeka bila kuchukua sheria, basi najikuta isha majanga kama hayo unavyoona. Kampuni ni roho, ni hizi ndio roho ya kampuni. Sasa ikishatokea hivi kidogo inafisha kuwa changamoto. Kwa hiyo kidogo vyombo vijaribu kuelimisha hawa watu, kwa sababu kwa kweli ni changamoto, ni changamoto. Na tuombewe pia, kwa sababu tunashindwa namna. Asubuhi kuna ajali imetokea hapa ya hili lori na bodaboda kwa kugongwa. Sasa baada ya yule bodaboda kugongwa hapa, naona wale bodaboda walijiorganize, ndio wamechoma gari hiyo moto na fujo zikaanza. Tukajulishwa mara moja, tumekuja tumewatawanya na kuna watu kadhaa tumewakamata kwa ajili ya mahojiano. Kwa hiyo hicho ndicho kilichotokea asubuhi, lakini sasa hivi kama unavyoona hali imeshatulia na tumeidhibiti. Ndio. Madhara ni kwa kiasi gani? Madhara sana sana ni huyo bodaboda aliyegongwa amekimbizwa hospitali. Tunajua hali yake ilikuwa sasa hivi, lakini na hiyo gari ilichoma moto. Ndio. Pengine mpaka sasa hivi unaweza kuwa na takwimu sahihi za waliokamatwa kwa sababu? Hapana. Tunao kadhaa wapo. Sasa wito wako sasa kwa vijana? Wito wangu ni kwamba ninawaomba sana wananchi, hasa wa vijana, kujichukulia sheria mkononi. Kama ajali imetokea, taratibu zipo za kisheria, ziko wazi kabisa. Sasa hii ya kwanza kuleta munkari, unaanza kwenda sijui kuna kuchoma gari moto sijui nini, taratibu za sheria zipo. Hiyo ndio wito wangu, naomba kabisa wahakikishe kwamba kufuata sheria, kutojichukulia sheria mkononi. Lakini mimi nashukuru kwamba tumewahi na tuliona wamechoma moto, watu wa zimamoto tuliwaita mara moja, wamekuja tumeuzima kama hali unavyoona. Basi tunaendelea na sasa hivi tunaimarisha ulinzi. Mpaka sasa hamna taarifa za kifo chochote? Naam. Hamna taarifa za kifo chochote? Hapana, hamna, hata aliyejeruhiwa hamna, wote tumeenda kitaalamu zaidi. Ndio. Sasa amekimbizwa hospitali, sijafika pale hospitali bado, kwanza naimarisha nani hapa. Ndio. Hakuna majeruhi wengine? Hamna. Ndio. Nashukuru sana. Asante kama. Wananchi wasijichukulie sheria mkononi. Sheria zipo, kila kitu kiko sawasawa, haki inapatikana, sio kwa kujichukulia sheria mkononi. Ndio wito wangu kwa wananchi. Nawashukuru sana. Asante.